miaka yote uliyotumia kwa jasho na damu kuweza kuijenga hiyo biashara na kuweza kujisimamia mwenyewe kutoka chini mpaka hapo ulipofika, inaweza ikabadilika kuwa sifuri na useless kama usipoweza kuhakikisha hivi vitu vitatu umevikamilisha kwenye biashara yako. Jambo la kwanza ni complacency. Complacency inamaanisha nini? Kutokuona haja ya kuboresha ama kuchukua tahadhari kwenye mambo kama vile, jambo la kwanza, akaunti yako ya benki binafsi ndio unayoitumia kwenye akaunti yako ya biashara. Cha pili, ukitumia akaunti yako binafsi kwenye biashara zako, ikifika pointi unataka kwenda kwenye taasisi za kifedha kuchukua mkopo, kuchukua fund, kuongeza capital ama kupata support kutoka kwa investors watahitaji kupata mwenendo wako wa biashara kwa miezi 6 hadi miaka 2. Ukiangalia miaka yako 5 yote uliyotumia, ulitumia akaunti yako binafsi. Akaunti ya kampuni, hela iliyoko huko ndani inaonyesha mara ya mwisho kuwekewa hela ni miaka 2 au 3 iliyopita. Hakuna bank statement ambayo inaonyesha, ambayo itakusaidia wewe kupata pesa unayotaka wakati huo. Kwa sababu gani? Akaunti uliyoko unatumia kuingiza pesa, kutoa pesa, kulipa pesa, kufanya kila kitu ni akaunti yako binafsi. So automatic biashara yako haiwezi kupewa fund wala pesa kwa sababu ya akaunti ya kwake yenye majina ya kampuni haina chochote. Namba 2, ukiwa wewe kwenye kila kitu unachokifanya unasikiliza mawazo ya watu, utaanguka. Jambo la 3 ni kuhakikisha unakaa mbali na madeni, especially madeni ambayo unayachukua kuja kuwekeza kwenye liability. Liability ni kitu chochote ambacho unakinunua ambacho hakikuingizii tena pesa. Sasa basi, ni kwa namna gani unaweza kucheki hizi box 3 kwa wakati mmoja? Ni kuhakikisha unakuwa na muundo rasmi wa kuendesha biashara zako. Ya kwanza, kuhakikisha unapata account ya benki ambayo inakuwa ni special kwa ajili ya kampuni yako. Pili, kwa kuweza kuhakikisha vitu vyako vyote vinakwenda na budget na hesabu bila kuingiliwa na mawazo ya watu wengine. Jambo la 3, ukiwa na kampuni itakuhakikishia unaweza kupata hesabu kamili biashara yako inatengeneza kwa wiki, kwa mwezi, kwa mwaka. Hii itakuzuia kuingia kwenye mikopo ambayo, moja, bajeti yako inayotengenezwa kwa wiki au kwa mwezi haiwezi kuweka hiyo. Pili, itakuonyesha kwamba biashara yako sasa hivi inahitaji kweli amount kutoka nje kuja ndani, au portfolio yako uliyoijenga inatakiwa kwanza ianze kuleta matokeo ambayo yanaonekana kiasi kwamba kama ni mkopo utahitaji, utakuja kwa specifically unahitaji kwa nini, na sio kuwa na madeni kila sehemu, kushoto, kulia, kaskazini, mashariki, ili kuepukana na kufa kwa biashara yako na wewe maisha yako kuharibika. Nini cha kufanya? Cha kufanya ni kusajili kampuni. Kampuni unasajilije? Kwenye caption hapo chini kuna namba ya simu. Piga, timu yangu itakupokea, itakupa utaratibu wa namna gani utaweza kusajili kampuni yako na kusaidia kuweza kuendesha na kusajili kampuni yako. Kama unapata changamoto kuchukua hiyo namba hapo kwenye caption, comment neno usajili. Mimi binafsi nitakutumia DM kwako namna ya kuweza kuwasiliana sisi ili kuweza kupata msaada wetu moja kwa moja.